Sasa hivi mtazamaji wangu, taarifa ambazo zinaendelea kuleak is that Nairobi City, yani county ya Nairobi, sasa hivi hipo katika hali ya hatari. The Al-Shabaab right now are planning to attack Nairobi CBD, na sababu kuu haijaweza kuthibitishwa. Sasa hivi kaunti ya Nairobi katika hali ya hivi majuzi imekuwa ikitrend sana, ambapo watu wengi wamekuwa wakiuawa, wengine wakipotea. Remember, Nairobi CBD is one of the most developed counties in Kenya. Nairobi City is an administrative center, is a business center, is a trading center, is whereby most of the government issues are run. Hapa ndipo wazungu wengi hupatikana. Hapa ndipo maambassadors wa mataifa mengi wanaishi. Hapa ndipo ikulu ya rais, the main state house of the Republic of Kenya, is found. Hapa ndipo mambo mengi ya kibiashara yanafanyika. And therefore, from the leaked information, right now the Al-Shabaab are planning to attack this county. And this statement has now been leaked by Moses Kuria. Je, hali hii ya kiusalama inakuwa vipi? Al-Shabaab are planning to attack this county. Remember, this is one of the most counties ambazo mtazamaji wangu zinahitaji kuwa na usalama mkubwa sana. Nairobi County ni mahala ambapo we should have intelligence, kwa sababu most of the services that is required by the common mwananchi hapa ndipo upatikana. Ukitaka kumpata rais utamtafuta eneo la Nairobi. Ukitaka kufanya mambo ambayo yanahitaji seriousness, whereby you want even passports, you must go to Nairobi. This is where certificates and all documents that are crucial are required, that are found. And therefore, sasa hivi huenda county hii ikawa katika hali ya hatari. And the government, I'm worried why, the reason as to why it is not taking this issue into a great consideration. Maafisa kutoka vitengo mbalimbali, DCI headquarters are found in this county. Na zaidi ya yote, this is where the government should ensure that there is high intelligence, DCI, na hali ya kiusalama kuimarishwa. Lakini I'm worried the reason as to why serikali imewapa ulinzi wafanyikazi wake zaidi ya maafisa 10 kuweza kuwafanyia kazi ama kuwalinda. Sasa hivi viongozi wengi, the members of parliament, the senators and most of the governors are living in this Nairobi county. These MPs, these senators, these governors, these MCs wamepewa ulinzi wa kutosha. There is no place that you can find these people working without security. Their homes, a good example, tembea katika nyumba za marais watangulizi, tembea katika ofisi na manyumbani kwake wale viongozi ambao wamekuwa katika serikalini, tembea katika nyumba ya rais, tembea katika nyumba ya madeputy, tembea katika nyumba za mawakili. They are given heavy security. And these security personnel are being paid by the common mwananchi's taxes. On the other side, we have seen hata mashamba ya these governors, these MPs, these presidents yanalindwa na polisi. But the common mwananchi who is struggling doing businesses in Nairobi CBD, who is struggling doing small businesses, having small dukas, are not given adequate security, but their taxes and their money are used to pay the security personnel who are ensuring that there is tight security to our leaders. Je, what is happening in Kenya? Ni kipi kinaendelea katika taifa la Kenya? Those are the most breaking trending news sasa hivi ambazo mtazamaji wangu, na iwapo serikali ya Rais William Samoei Ruto hiwezi chukulia swala hili maanani, huenda tukajipata katika hali mbaya sisi kama taifa la Kenya. Remember,
Taifa la Kenya wakati fulani katika serikali ya mtangulizi anayejulikana kama Uhuru Kenyatta, we saw this a serious attack in Westgate that took days and days to ensure that those Al-Shabaab were gone. Tuliweza kushuhudia serikali ya Kenya kushindwa kudhibiti these goons, whereby so many hired security and police were hired from Israel, from America, to ensure that they were providing security and ensuring that people are safe in this building. But mtazamaji wangu, mali ya Wakenya iliweza kupotea, watu wengi waliweza kupoteza maisha, na mambo mengi yaliweza kuzungumzwa na kutendeka. Until today, we haven't seen such kind of a serious issue. But my question remains, how can the Al-Shabaab walk and move all the way from Somalia to Kenya without the government knowing this statement, without the government having any know-how concerning these people? My question remains, how did these people access in specific attacks? Meaning, there are some security personnel, there are some government officials, and the government officials who knows where these deals are. And it sounds being a business. Jambo ambalo mtazamaji wangu, mimi kivyangu, and those are the analytics that I'm trying to do, I don't have an evidence, but it seems so. Because sasa hivi katika taifa letu la Kenya, mtazamaji wangu, there is no way. Nimejaribu kufanya uchunguzi. Hakuna vile mtu anaweza kutoka kaunti moja kuelekea kaunti nyingine akiwa na magunia ya bangi kabla hajashikwa. This is very confidential. This is very evidential. Hakuna vile mtu anaweza kusafiri na bangi kutoka kaunti fulani hadi kaunti fulani kabla hajashikwa. Inakwaje maafisa ama the Al-Shabaab goons wanatoka Somalia, ni taifa la Somalia, waingie kwa mfano Lamu, watoke Lamu hadi Nairobi hawajaweza kushikwa? Because these people must be well equipped with gadgets, with everything, na vifaa vya vita. There is no way Al-Shabaab anaweza toka Somalia, aingie Mandera ama aingie Wajir, azunguke all the ways, apite county zaidi ya 5, afike Nairobi akiwa amejihami na bunduki, risasi, pastola na bomu bila kukamatwa. Inakwaje? Inakuwa rahisi sana kukamata mtu ambaye ako na gunia ya bangi kuliko kumshika na kumkamata mtu ambaye amebeba pastola, bunduki, risasi na bomu. That is a question that should be answered. And therefore, Kenyans should be very, very, very sensitive and keen concerning this statement. Na je, if the government is not going to take into consideration this statement, we are going to find Kenya in a very hard situation. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video. I'm not taking your support for granted, and let's meet in our next episode.